Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari hii ambayo ni tafakari siku ya Jumamosi Kuu. Kusubiri katika ukimya. Kusubiri katika ukimya. Kwa kifo chake viumbe vyote vimefanywa upya. Dunia ilitetemeka, giza likaijaza nchi yote, jua likafifia. Luka sura ya 23 mstari wa 14 mstari wa 44 mpaka 45. Kila kitu kipo katika utulivu. Leo kanisa linatualika tusubiri kwenye kaburi la Bwana, tukitafakari mateso yake, kifo na kushuka kwake kuzimu. Tukisubiri katika sala na kutarajia ufufuko wake. Mama Maria yupo nasi, yeye ambaye aliyaweka yote moyoni mwake. Luka sura ya 2 mstari wa 19. Leo hii katika miji yetu kuna kelele za kila aina. Angani kuna kelele, barabarani kuna kelele nyumbani na hata katika makanisa. Na zaidi ya yote kuna kelele katika akili zetu na mioyo yetu. Tunapaswa kujenga ukimya, kwa sababu neno la Mungu halisikiki katika kelele za siku hizi. Hakuwezi kuwa na uhusiano wa kweli na Mungu kama hamna ukimya. Siku hizi watu wanaogopa ukimya hata katika sala. Katika ukimya tutagundua mengi sana kuhusu nafsi zetu. Tutagundua udhaifu wetu na uzuri wetu. Tusubiri na Maria katika kaburi la Yesu, kwani Yesu anatuambia kitu cha pekee na muhimu kabisa katika maisha yetu. Pengine ni kitu gani? Ngoja nimsikilize kwa makini kabisa. Tulia katika utulivu, msikilize Yesu. Pengine ananiambia mimi, mwanangu, nakupenda sana. Subiri katika ukimya, jitafakari, tulia, nisikilize. Mimi nina mpango wa kuacha dhambi lini? Nitaendelea na dhambi hizi mpaka lini? Kwaresma yote ndio inaisha hivyo. Tunaingia Pasaka. Nimefanya toba ya kweli, nimemrudia Mungu katika kweli, nimeomba neema ya Mungu katika kweli. Mungu, nina amani moyoni au nimebeba mizigo mizito ambayo nashindwa hata kuitua? Tafakari katika ukimya uweze kusubiri ufufuko wa Kristo.